Na ambao unasikiliza ni Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga. Ili kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Goma, wazalendo wakinukisha ndani ya jiji la Goma eneo la Mugunga. Fizi, yaliyotokea baada ya wazalendo kurushiana risasi ndani ya Misisi. Fizi Elembwe, mtafaruku wazuka kati ya wazalendo. Hii ni Amka na Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni tarehe 26 za mwezi wa 10 2025, saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na baadhi ya matukio yote ambayo kunazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na moja kwa moja tunazina taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Goma huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Mapema ya hiyo tarehe 25 Oktoba 2025, wazalendo waliweza kulishambulia gari la Makahoko ambalo lilikuwa likitokea upande wa mashariki, upande wa magharibi ndani ya jiji la Goma kwa kuelekea maeneo ya Mugunga hili kwenda kuwapa usaidizi magaidi wa M23 ambao walijikuta katika wakati mgumu dhidi ya wazalendo. Gari hilo lilikuwa likienda kutoa msaada lilijikuta likishambuliwa na wazalendo, na hivyo kuweza kuwasambaratisha magaidi wa M23 wa RDF, vikosi maalum forces speciales za Rwanda, hivyo kuweza kupotea na bila hata kupona kwa mtu mmoja. Wazalendo waliweza kuingia maeneo ya Mugunga ndani ya jiji la Goma, huku wakishukia maeneo ya Kimashine ambako waliendeleza mapigano dhidi ya magaidi wa M23. Milio ya risasi mepesi pamoja na mizito ilisikika kote ndani ya jiji la Goma, huku wananchi wakijifungia ndani ya majumba zao na wengine wakiwa tayari kusubiri kuwapokea wazawaza ndani ya jiji hilo la Goma. Viongozi wakuu wa M23 walijikuta wakikimbia jiji la Goma, huku wakiwa maeneo ya Grand Barriere wakiwa wanaangalizia kwa mbali jinsi hali inavyozidi kuendelea ndani ya jiji la Goma. Goma kwa sasa hivi ipo katika harakati za wazalendo kutaka kulinyakua upya, kulitoa mikononi mwa magaidi wa M23 ambao kila kukicha wanaosumbua raia, huku wakinyanyasa wananchi, kuwakamata mateka na kuingiza ndani ya jeshi, na wengi pia wakipotea na hawajulikani wapi ambako wanapelekwa. Wazalendo wanawataka wananchi ndani ya jiji la Goma kuweza kuwa watulivu na waepuke kutembea ovyo ovyo, maana muda wote linaweza likatokea jambo lolote, na hivyo wananchi na wao pia wana nini cha kuongea. Ndani ya jiji la Goma wengi wamekuwa tayari kuwasubiria wazalendo kama wanavyosumulia wananchi kutoka ndani ya jiji hilo la Goma. Definir situation kwa mwe mwingine kwa compliqué. Njoo wasa tuambia tutujitayarishe tu. Tusikose mai munyumba, tusikose na moto, tusikose na sukari na bunga. Juu vitafanyika pa Goma itakuwa tiktaki. Njoo vile situation iko hapa yulu ya Kajede. Njoo wazalendo washatia fro pale, hawezi baona mwingine atoka haiko bien bana kule Mamugunga. Kweli mapombe masasi sote tusikia. Sasa mchana hauziona kitu, hauziona kwa situation iko, hauziona kama iko namna gani. Bo compliqué na Minova bali bombarder kule position ya batipe basi. Bo benye na bashokwa bardi mwingine abaonekana tena gizi wanaonekana kana uzitapatapa vya ovyo ovyo, havifanyike tena. Ndio vile situation tunavivre hapa Goma tu. Mais c'est vrai, mimi najua saba lipia kwa kutupa mabombe kule Mugunga na hapa kukajede hapa kuse François. Renfort toka Rwanda kwa kusaidia batipu.
ba MONUSCO bakakatalia basingize ile munition munane mu RDC tena, sasa bataki karudia tena Kigali. Donc hakuna tena rafura kutoka tena Kigali kuingia tena Mkongo, hapana. Ile bashakataza, MONUSCO shakataza. Naam, hii ambayo unasikiliza ni Baraka1 TV. Baada ya taarifa hizo kutoka ndani ya jiji la Goma, ambako kwa sasa Goma imekuwa ikiviziwa na wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na huku wananchi wakiwa wako tayari kabisa kuwapokea waza ndani ya jiji hilo la Goma. Tukitoka huko jimboni Kivu ya Kaskazini, turudi moja kwa moja jimboni Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa ya Fizi, kitongoji cha Misisi, yaliyotokea baada ya wazalendo kurushana risasi maeneo ya Misisi. Masoko mitaani, hali imekuwa ni ya utofauti. Hakuna soko kulema, hakuna wananchi kujitembeza. Yote ni baada ya mapigano yaliyozuka upya kati ya makundi mawili ya wazalendo, kundi la CNPSC ambalo linaongozwa naye mzee William Amuli ya Kutumba, pamoja na kundi ambalo linaongozwa naye bwana Ngoma Nzito Delphin Biloze Bishambuke. Chanzo halisi cha mapigano hayo ni kwa sababu ya kamba za barabarani. Vyanzo vinasema wazalendo wamoja wamekuwa wakiwashauri wenzao kuweza kuondoa kamba barabarani. Kitendo hicho kinawafanya wengine kutokuridhika, maana wanadai kwamba uwepo wa kamba hizo barabarani ndiko wanakopata chakula pamoja na mahitaji mengine kwa ajili ya kuendeleza harakati za kupambania nchi. Upande mwingine wa wazalendo vile vile umekuwa ukiwashauri mara kwa mara kitendo cha kuweka kamba barabarani basi kitumike kikiwa kiko na ustaarabu ambao umewekwa, lakini kundi jingine pia limekuwa likiwalazimisha wananchi kulipa fedha. Ikiwa huna fedha hizo unanyanyaswa, na kuna uwezekano pia hata wa kuweza kuondolewa maisha yako kwa sababu ya franga 1000. Wanaharakati pamoja na wazee wa busara maeneo ya Fizi na Uvira wamekuwa wakikutana mara kwa mara kwa ajili ya kujaribu kusuluhisha tatizo hilo, na mmoja kati ya wazee hao alikuwa na ujumbe huu aliotuma kwa makundi yote mawili. Viongozi wa wazalendo wa Uvira na wa zone ya Fizi, mnaleta vitu vya haya sana tena sana. Huko mnaona wenzenu wa Nord Kivu banajitetermine na Babukavu kweli wanasema afadhali tuishe. Mweye uliena mweye mkamati mkondo wa wenzenu, unakuwa pale mnakuwa mnashwana, Mungu anachunga poro, Mungu anachunga douane, inabalewesha juu mulikuwa bado amuyachunga douane, mulikuwa bado amujajua pesa zenye ziko kudouane zinabalewesha, na ndio zile zina mfukuze bembe baende kwabo. Hapana, hapana. Muone vile wenzenu wenyewe banapigana kule. Vita kama ikimalizika mwile njia, utasikia wale wenzenu wenyewe kule banapata magrade, tena mimi nasema tulikuwa nyuma ya Kisekedi, hakuna kenyeri atabapatia aje. Hiyo vyote wenyewe biko napita yuko anasikia na yuko anapipata ripoti. Kisha abapatie mwe banani, mwe simuko barebere kama vile wengine. Batu wenyewe biko napigana zone ya Uvira na zone ya Fizi, banaweza kupigana aje. Makanaki wa Kutumba, Rene Tongwa na wengine. Hapana kusikia mtu tu anatoka tu na anakuwa general. Hapana. Benye balikuwa bazalendo, balikuwa banaitwa Mai Mai, tunabajua, ba Uvira tunabajua, na bazoni ya Fizi tunabajua. Chumu na trimuka kwa barabara, kila mtu azumi beta tolo. Mimi nakuwa general, mimi nakuwa hivi. Nataka kumpiga wa Kutumba. Unataka kumpiga wa Kutumba, uende kupewa pale Bakamanyula kwanza, ukimaliza baadhi ndio unakuja kumpiga wa Kutumba. Lakini gani ile Mungu unataka kukamata? Na hiyo mabariere yenu muiachane nayo. Soldat iko soldat. Unapaswa kufuata formation ya kijeshi. Amusikia haya. Makanaki. Unatumaka audio zako nikakana nazifata avec attention. Makanaki. Na nilikuwa nakufuata tangu mbele ungali mpori. Bote ba general wenyewe mnajaza mwizo ni Uvira. Balikuwa mpori. Sio ndio ulikuwa mpori wewe Makanaki. Wewe Makanaki ndio ulikuwa unajulikana mwile zone ya Uvira na Ngoma Mzito
na bishambuke ndio walikuwa wanajuka. Sasa hao wengine yeye banazuka hapo tu kwa sababu mnakuwa barabara banisha zuka na banataka kupoteza mwe akili na mwe na makonflikt na Babembe. Haiku vile Makanaki. Simama ni hiyo audio yangu ikufikie we Makanaki na jadrese kwako. Mimi Mbukuma. Na jadrese kwako Makanaki. Simama. Mzoni wa Uvira benye balikuwa mpori benye balilala masehemu mbaya na bajua we Makanaki umo ndani. Goma Mzito imo ndani. Biroshi Bishambuke imo ndani. Hapana wengine tu anaisha zuka tu banakuwa kubarabara na yana wanaforme na mimi niko general. Basiju kuharibisha morale. Basiju kuharibisha malengo ya watu. Makanaki amue vivita binataka kujitokeza. Goma Mzito amue vivita binataka kujitokeza. Sisi Wabembe hawana problemi na Mfulero na Muvira. Na huko kwenyetu huko mimi niko hapa Angleterre. Muvira ama Mfulero akifiwa, sisi community yetu tunapaswa kuporte assistance kwa wale mwenye anafiwa. Na benyo hivyo. Sasa ile coalition yetu tuko nayo mnataka kuiharibisha. Ndio ikiharibika huko na huko ikiharibika huko kwenu na huko kwetu itaharibika. Muliumbwaje basoda biko pale ba M23 benzeni biko napigana manyangezi wapi mwe mko pale tu ni kushwana tu. Kwa nini mpigana amutoe na mwezi mfonse? Vita iko mzuri na musiache doa. Musiache sura mbaya na vita inataka kumalizika. Le Bantu. Musiache sura mbaya, vita inaisha. Baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Fizi, hii ambao unasikiza ni Baraka One TV na unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, kutoka Central pamoja na East Africa. King Sele, Ejide Kizenga Tembele, Kizabe Aeba, Dedone Butoto, Kashose from Australia, Kiza Salum, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Mashaka Ayamba, da Feza, da Letitia, da Irene, da Asha, Akisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel from Czech Republic, wote hao wakiwa wanasikiza Baraka One TV. Itubaki tu ndani ya tarafa la Fizi, kitongoji cha Elembwe, ambako mtafaruku umezuka upya kati ya wazalendo. Wazalendo wamerushana risasi na maeneo ya Elembwe na hivyo kusababisha mamia ya watu kuhama makazi yao kwa kuhofia usalama wao. Hali hiyo ilijitokeza baada ya wazalendo waliotoka maeneo ya milima na ngombe zao na kufika kwenye Kamba ambako walikutanana na kundi jingine la wazalendo maeneo ya Kamba, na baada ya kujaribu kuomba njia ya kupita, wazalendo walitangulia kwenye Kamba hiyo, waliwakatalia na huku wakidai ili waweze kupita wanatakiwa walipe takriban pesa za makongomani 200,000. Baada ya mazungumzo ya muda mrefu, wazalendo walikuja na ngombe zao walitoa pesa hizo 200,000 ili waweze kupita, lakini badala yake baadaye tena wakakataliwa. Wazalendo walitangulia kwenye Kamba hiyo walitaka wachukue pesa pamoja na ngombe ambazo zilikuja. Kitendo hicho ndicho kilisababisha mpaka mtafaruku ukatokea na wakaanza kujibizana kwa risasi. Kitendo hicho kilifanya wananchi kuweza kukimbia makazi yao huku wakikimbia maeneo kwa ajili ya kwenda kupata msaada zaidi. Hawa hapa wananchi ambao wanakimbia makazi yao. Watu ni kukimbia tu. Hivi hali haiko ya mzuri, vile vyote wenyuko naona watu ni mizigo hivi, mwingine yote iko inakimbia. Kilembwe hakuna mtu, Kilembwe hakuna mtu mwingine, hakuna mtu mwingine, hakuna mtu mwingine. Hivi watu ni kutosha tu mizigo, kukimbia, hakuna mtu. Njoo ile hali yenye uko naona ni hali yenye hivi watu ni kukimbia tu, watu wote ni kutoka.
watu ni kukimbia tu. Hivi hali haiko ya mzuri, vile vyote wenyuko naona watu ni mizigo hivi, mwingine yote iko nakimbia. Kilembwe hakuna mutu, Kilembwe hakuna mutu mwingine, hakuna mutu mwingine, hakuna mutu mwingine. Hivi batu ni kutosha tu mizigo, kukimbia kimbia, hakuna mutu, hakuna mutu. Njoo ile hali yenye uko naona ni hali yenye hivi watu ni kukimbia tu, watu wote ni kutoka. Batu yote wanakimbia hivi, vita inatomboka. Babuyu na babembe tena binaanza. Hakuna mwaye. Batu baisha pikana kule kulukamba. Babuyu balipenda bapie mangombe ya babembe banani bazalendo mukudefendre mangombe yabo. Abo nabo bapende kuacha mangombe. Njoo vita inapiganiwa, batu banakimbia. Babuyu baisha kuisha kufa mutu umoja. Mtu mmoja aisha kufa kule maloba, ndio tunasikia jina, na hivi vita inaendelea ku. Salamu.